viongozi wa kamati tendaji, walezi na waratibu wa Rozari ya watoto, watoto wote, watoto mpo? Nimefurahi kukutana nanyi leo kusali Rozari takatifu pamoja nanyi na kuzindua rasmi vikundi vya watoto wanaosali Rozari. Mmepewa maelezo mazuri na Padri Abrahamu kuhusu chimbuko la Rozari na maana ya Rozari. Mwanzo nilitamka kwamba Bikira Maria ni mama wa Mwokozi, lakini nikatamka pia kwamba ni mama yetu. Ni mama yetu kwa sababu Yesu akiwa ametundikwa msalabani alimwambia Yohane, kijana, huyu ndiye mama yako. Na akamwambia mama yake, mama, huyu ndiye mwanao. Kwa hiyo kupitia Yohane sisi sote ni watoto wa Bikira Maria. Kupitia Maria sisi sote ni akina Yohane. Sasa tumeamua kuhimiza na kuzindua Rozari ya watoto kwa sababu tunajua kwamba Mungu anawapenda watoto. Tunajua kwamba Mungu anasikiliza sala ya watoto. Nanyi watoto mkisali, basi mnatuombea na kutupatia neema na baraka nyingi. Mnaposali kwa Bikira Maria au mkimwomba Bikira Maria, naomba mbaki na uelewa sahihi. Wako watu ambao wanaweza kuwapotosha na kuwashutumu eti kwamba mnamwabudu Bikira Maria. Wangapi mnamwabudu Bikira Maria? Nyosha mkono. Wewe. Wangapi mnamwabudu Bikira Maria? Wangapi mnamheshimu Bikira Maria? Mjipongeze. Kumbe uelewa sahihi ni huu. Wakatoliki hatumwabudu Bikira Maria bali tunamheshimu. Kwani ni kosa kumheshimu mama yako? Kwani ukimheshimu mama yako umemfanya kuwa Mungu? Lakini mama yako ana heshima yake, ana uzito wake na ana nafasi yake kama mlezi, kama mwombezi, kama mlishi, kama mtetezi na kama chimbuko la upendo. Bikira Maria ni mama yetu na Bikira Maria anatupenda. Basi tusichoke kumwomba aendelee kutusaidia, kutuombea kwa mwanaye, kututetea mbele ya Mungu, kutulea na kutusaidia tumshuhudie Kristo
katika haki na uadilifu siku zote za maisha yetu. Watoto wapendwa, namshukuru kila mmoja wenu ambaye amejitokeza asubuhi na mapema mkaja hapa ili tusali pamoja na kuzindua mpango wa kusali rozari kama watoto. Ninaomba leo iwe ni mwanzo lakini isiwe ni mwisho. Eti iwe ni mwanzo na mwisho Iwe ni mwanzo endelevu. Iwe ni mwanzo gani? Endelevu. Basi nami naahidi kwamba hata kama sitakuwa nanyi siku zote, lakini nitakuwa naungana nanyi kiroho nikisali pamoja nanyi. Nawaombea na kuwatakia kila jema. Neno la shukrani. Mmenifanyia ukarimu. Asanteni sana na Mungu awarudishie mara 100. Basi tusimame kwa baraka.